nani anapandanga? Anakuwa na jina moja. Mwenye kupanda. Mwenye kupanda anakuwa na jina moja. Ni jina gani hiyo? Tuko kwa Bible study. Jina gani? Anaweza kuwa mpanzi, anaweza kuwa mkulima. Ingine iko? Ni mkulima tu. Lakini tunaweza tumia jina mpanzi. Wanje mkulima pia iko sawa. Sasa sisi tunatumainia sisi wote nasungumzia watu tumeokoka, si ndio? Manake ile kitu tunazungumzia hapa inaweza kuwasaidia watu hawajaokoka na isaidie watu wameokoka. Kidogo tu. Kabla ya yote tuombe tafadhali. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko hapa jioni leo tukukushukuru na kuinua jina lako takatifu kwa ukuu wako Bwana. Ni mapenzi yako makuu tuko hapa katika nyumba yako tukishirikiana namna hii Mungu wetu, ili tuweze kuhimizana, kuinuana na kuonyana namna vile inatupasa tukae katika njia zako takatifu. Mungu wetu, tunajiweka mikononi mwako tukiomba neema yako Mungu wetu katika mioyo yetu. Utembelee mioyo yetu wakati huu Mungu wetu. Tusikise ni namna gani tuiweke manane Mungu wetu. Nami ninakaa hapa nikisimama nikiongea Mungu wangu, manake mimi sijui, niko chombo tu. Mungu wangu unitumie, uniongoze, Roho wako Mtakatifu aweze kunielekeza katika njia sawa ya kusema yale yanatakiwa ni kusema. Katika hali hiyo Mungu wetu, Baba yangu, nakushukuru na kuinua na kutukuza, manake umema na unastahili. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Asante. Katika somo la leo tunatoa katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 18 mpaka mstari wa 23. Mathayo 13 mstari wa 18 na mpaka mstari wa 23 inaongea juu ya mpanzi. Mpanzi ndiye huyo mkulima. Mkulima anaendaga kupanda kwa shamba lake. Mkulima. Katika maandiko haya tunaona mpanzi katika hali ya kuhusu neno la Mungu alianza kupeana. Hii ni Yesu Kristo. Somo hili kwangu ninaona ni la muhimu zaidi, na tupasa sisi kujua na kuliweka manane, kwa sababu ndilo msingi wetu wa kutuelekeza katika ufalme wake Mungu. Somo la mpanzi wa mbegu, ambaye mbegu hiyo kwa sababu nasema mbegu hii tunazungumzia inaweza kusaidia watu wameokoka na watu hawajaokoka. Kwa sababu gani? Tunatokanga nje, tunaenda kuhubiri, tunapeleka mbegu hiyo kwa wale hawajaokoka, ili tukipanda kwao na wakubali. Mara nyingi mkulima akienda kwa shamba haliongei, langoja tu lilimwe pale, mkulima afanye vile atafanya, atawanye mbegu zake namna vile anataka kutawanya. Yeye ngoje ime. Manake yeye ndiye analima, atawanya mbegu, alafu mwenye kujua ni namna gani itamea au itakuwa namna gani ni Mwenyezi Mungu. Basi hapa tunaweza kwenda kama wakati tunaenda kuhubiri, mimi naanza kwa mtu hajaokoka, ni tupande mbegu kwa huyo hajaokoka. Na mara hajasikia jambo kama hilo. Hajui kama ni mbegu. Lakini mimi ninapanda, ninajua ni mbegu. Ninapanda kwake. Lakini anapolisikia kwa makini kwake na liweze apokee katika moyo wake, litamea. Hata kama halitamea saa hiyo, litamea wakati mwingine. Na Mungu ni wa maajabu. Unaweza panda na limee saa hiyo. Unaweza panda na limee saa hiyo. Nakwambia ndio, nimekulikubali, kwa sababu kumea kwa mbegu saa hiyo ni yeye kukubali, na kukubali wokovu wakati ule. Neno limemea katika moyo wake. Hiyo mbegu tumepanda. Ingine sisi tumeokoka. Tumesikia neno hilo.
Na sisi natumainia sisi wote tumeokoka hapa. Sisi hii maandiko tunayajua. Si ndio? Tunajua hii maandiko. Ile kitu tunafanya sahihi ni kukumbushana. Tunakumbushana hiyo. Ili tusikae bila kukumbushana. Ni mzuri kukumbushana kwa sababu binadamu ako na asili ya kusahau. Sijui unajua hivyo? Binadamu hata awe ni mwerefu namna gani, ako na asili ya kufanya nini? Ya kusahau. Na mzungu akasema hivi, ati hali ya kusahau inaambatana na namna vile umri uko. Yaani nimetafsiri hiyo Kiingereza. Hali ya kusahau inaambatana na namna vile umri uko. Kama mimi nilikuwa kijana kama kama Eric. Eric ni kijana. Nilikuwa kijana kama Eric. Pengine akili yangu ilikuwa iko chap sana. Singesahau na kitu hata kidogo. Ninakumbuka nikiwa shule, hata kama ningeandika composition na nisahau kuandika grammar mzuri pale, lazima ningekumbuka nilisahau mahali fulani. Unaona? Lazima ningekumbuka. Nimesahau, lakini hata kama nikikumbuka pale ni kweli, lakini nimeshapatia mwalimu kitabu kwenda kuweka marks yake. Lakini kufika nyumbani kweli nakumbuka si kuandika, niliandika future tense badala ya past tense. Unaona? Nilikuwa nakumbuka hiyo. Maana sababu gani? Mawazo yangu wakati ule ilikuwa imesimama imara. Lakini wakati huu ninapata kuna vitu vingine mimi ninasahau. Kwa sababu gani? Hali ya kusahau, kiasili ya kusahau inaambatana na namna vile umri uko. Hapa tuwezi kosa vijana. Tuko na vijana hapa. Tuko na wazee kama mimi, kama mzee Peter Kinyanjui iko hapa. Hao ndio wazee mimi naona hapa. Wale wanatufuata ni ndugu yetu John na ndugu yetu Joseph Thuku. Sasa na ndugu yetu John. Sasa wengine mimi naona ni vijana. Wengine ni vijana. Ona sasa. Ingawaje tuko na dada yetu Jennifer iko hapa. Pia yeye katika hali hawezi kuhesabiwa kwa kijana, hapana, miaka yake imesonga. Yeye ni mama. Akiwa mama katika hali ya kiasili tunaweza kusema ni mzee. Ona sasa kwa sababu nyumbani kule yeye kama mzee hayuko, yeye ndiye yuko pale, si ndio? Tunasema hivyo kikwetu sisi. Hiyo kama wale wanatoka sehemu zingine wanasema hivyo. Sisi kikwetu tunasema kama mzee hayuko karibu pale, mama ndiye in charge pale, si ndio? Kwa hivyo ni amana sana sisi tunakumbushana hivyo, sisi tunakumbushana. Sasa ikuja kuongea juu ya mbegu. Mbegu hii ni neno lake Bwana. Mbegu ni neno lake Bwana. Na mbegu hii ambayo ni neno lake Bwana, maandiko katika kitabu cha Yohana mlango wa 1 nasema hivi, mwanzo kulikuwa neno. Na neno hilo lilikuwa na Mungu. Na neno hilo lilikuwa Mungu. Naona ndio mbegu Yesu anakuja kupanda kwa wale alikuwa anahubiria. Wakati alianza kazi yake katika kitabu cha Mathayo mlango wa 4 pale, alihubiri neno hilo ambalo ni mbegu. Na unaona maandiko yanatuambia neno hili lilikuwa yeye. Ndiye analihubiri, manake wale anahubiria hawakulijua. Hapana. Alitumwa na baba yake akuje ahubiri hiyo neno. Akuje apande mbegu hiyo. Paulo naye akasema, mimi ninapanda. Alafu Apolo naye anakuja ananyunyizia maji. Alafu mbegu hiyo Mungu ndiye anakuza. Unaona sasa? Mbegu neno lake Bwana linatusaidia sisi wote. Linasaidiaje? Mbegu hiyo inapandwa katika mioyo yetu. Mbegu hiyo. Na tuseme kama sisi hapa sasa, tuseme tukuje hapa kwetu sasa. Tusiende kwa wale hawajaokoka, manake we are not in evangelism, Tuko hapa tulisikie neno hilo. Manake Yesu Kristo ambaye wakati huu alikuwa anahubiri analeta mfano huu. Manake Yesu alihubiri kwa wale watu, manake hawakujua neno lake. Alikuwa anahubiri akitumia mifano. Ndio hawa watu waweze kufahamu. Ile saa iko sawa? Saa iko sawa au iko sawa, si ndio? Nakana iko ni saa moja saa hii. Wanasema hivi,
Yesu Kristo alikuwa anahubiri akitumia mifano ile watu wale alikuwa anahubiria wanaona kwa macho yao ili waamini, wasiseme anawaambia vitu yao. Unaona? Tukiongea juu ya nani Paulo wakati alikuwa anasunguka kuhubiri katika kitabu cha Matendo ya Mitume, alikuwa anahubiria, kuna watu alifika katika mji wa Berea akahubiri huko. Lakini hao watu maandiko yanatuambia hivi, baada ya Paulo kuhubiri pale, walikuwa wakirudi nyumbani wanachibua maandiko hayo kutaka kujua kama namna vile Petro na Paulo alikuwa anahubiri ni sawa. Hawakukaa wakigojea tu vile Paulo alikuwa anasema wanaamini hivyo, hapana. Walisema lazima tuchibue Biblia, tusome mahali alituambia tusome, tuone kama vile alikuwa anazungumza ni sawa. Yaani ile mbegu alipanda kwa hawa watu waone kama hiyo mbegu iko sawa. Hawakujua ni mbegu hawa, lakini sisi hapa tunajua ni mbegu. Mbegu isaidie mioyo yetu. Mbegu Paulo akahubiri kwa hawa isaidie mioyo yao. Nasi hapa tunaongea juu ya mbegu itusaidie katika maisha yetu ya kiroho. Na mbegu hii ni mzuri, manake inabeba mausia ya Mungu. Mbegu inabeba mausia ya Mungu. Mbegu ambaye ni neno lake inabeba mausia ya Mungu, na inabeba maumbile na njia ya mwanadamu. Manake toka kwa Mungu ile kitu ya muhimu zaidi ni mwanadamu. Manake huyu mwanadamu ndiye Mungu aliumba kwa mfano wake. Bwana asifiwe sana. Sasa iko na njia ya maumbile ya mwanadamu, na pia iko na faida kubwa kwa wale binadamu wanaamini hiyo mbegu. Unasema mbegu ni neno la Mungu. Na sasa Mungu anapenda na au anataka sisi tuliamini neno hilo lake, na tukiliamini kuna faida. Faida gani? Tukiliamini. Faida hii ni ufalme wa Mungu. Ufalme wake. Manake hatuwezi kupata ufalme wake bila kuamini. Sawa sawa, si ndio? Tunasoma maandiko hiyo katika kitabu cha Waebrania pale, natuambia bila imani hatuwezi kufanya nini? Kumfurahisha Mungu. Pale mlango wa 11 mstari wa 6. So mpaka tuamini inatusaidia. Sisi tumeokoka. Tunaweza kuwa tumeamini, tumeokoka na hatujaamini. Unaona? Tunakuwa sisi tunakuja kanisani hapa na tunatoka. Hakuna kitu iko kwetu. Hatujaamini. Lakini tunasema tumeokoka. Mara nyingi tukihubiri kule nauliza watu, we umeokoka? Na kwa sababu hataki kusikia maneno yangu anasema ndio nimeokoka. Wengi wamesema hivyo. Lakini katika hali ya usemi wake tunagundua kwamba hajaokoka. Unaona hivi. Wakati mmoja mzee mmoja nikapata yeye kuhubiri, na nilikuwa na mchungaji. Hata ruhusa tulikuwa naye wakati ule. Hapa sioni mtu tulikuwa naye mwingine isipokuwa hawa. Lakini aliniuliza hivi, we mzee, wewe umekosa kazi nyingine kufanya? Kama huna kazi ya kufanya kuja nipatie sturu hapa tuketi, tupige story na wewe. Yaani ile kitu nilikuwa nampelekea aliona ni ya bure. Lakini mimi nilijua ninapanda kitu kwake. Ingawaje aliniambia namna hiyo, sikurudi nyuma. Niliendelea kumwambia kwa ujasiri namna vile ningependa kumwambia hivyo. Baadaye akaniambia, mzee, nimesikia, wewe enda sasa. Nilikuwa ninapanda mbegu. Mbegu hiyo inasaidia sisi tumeokoka kama sisi tuko watu wa imani. Bila kuwa na imani haitusaidii. Maanake tunalisikia, na kwa vile hatuko na imani na hiyo mbegu ambayo ni neno lake Bwana, halitusaidii. Nataka utuone namna hiyo. Tena pia mbegu hii imebeba kitu ya kuogofya sana. Inabeba hasara kwa wale hawaiamini hiyo mbegu. Bwana asifiwe. Kwa wale tumeokoka hatujaamini hiyo mbegu, iko na hasara kubwa. Madhara yake iko mingi. Tutayaona. Mungu atusaidie, muda uturuhusu. Na hiyo pia inafaa tuangalie sana, kwamba iko na baraka au iko na faida kwa wale tumeamini, na iko na hasara kwa wale hatujaamini. Manake lazima tutembee kulingana na vile tunazungumza.
Tukisema Bwana asifiwe, tutembee Bwana asifiwe. Tuseme Bwana asifiwe na tutembee Bwana. Hapana. Tusiseme Bwana asifiwe na tutembee Bwana hana sifa. Unajua tunaweza sema Bwana asifiwe na tutembee kama kwamba Bwana hana sifa. Inawezekana, maana sisi ni binadamu na tuko na unyonge. Tuko na unyonge. Mtu akusema hatuna unyonge kwa sababu tumeokoka anaongea uongo. Tuko na unyonge wa mwili. Na ndio sababu andiko nasema hivi, tuwe watu wa kutubu. Hatuwezi kaa hivyo. Sisi ni binadamu. Tuko na mwili na damu. Na mwili huu ni wa kutenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Mwili huu hata tumeokoka namna gani ni mwili wa kutenda dhambi. Because muovu anaweza fika wakati wowote na aweze kukufanyia wewe utende dhambi. Kwa sababu gani? Mimi nilikuwa nawaambia watu katika home cell. Manake kuna wakati nilijifanya pastor home cell. Bwana asifiwe sana. Mimi sijatawaswa wa pastor, lakini nilijifanya hivyo. Manake kila wakati mwingi nilipata nikihubiri home cell. Sasa nikajifanya pastor home cell. Mimi nilifanya namna hiyo. Nikamwambia hivi, shetani huja, nataka tusikize hii kidogo. Mzuri sana. Na tukijua hivyo tutakaa imara. Shetani huja na lazima akuje. Hii usikize kwa makini sana. Lazima akuje kwako na kwangu, sisi tumeokoka. Tupende tusipende. Shetani lazima akuje. Na asipitie kwa njia yeyote. Kama ni nyumbani, anaweza pita kwa mzee. Si ati kwa mzee hajaokoka, no, lakini muovu amemtumia ili aharibu ile nyumba yake. Anaweza toka nje, anakuja tu anatolea mama ukali ule hujaonekana. Na mama hakuwa na kitu. Lakini mzee ameingia kwa fujo ile hujaonekana. Ametoa vitu zake huko nje, ameleta. Haya. Anaweza kuja, mzee ni mpole, nakuta mama ni mwenye kelele, lakini anasema Bwana asifiwe. Anapiga kelele sana kwa mzee. Hajali kama ni baba ya watoto yake. Bwana asifiwe sana. Tuko na wamama hapa. Tuko na wamama, sio? Ni kweli hii maneno iko. Kwa hivyo muovu hukuja na lazima akuje kama kwetu sisi tumeokoka. Kama kwako muovu hafiki, kuna kasoro katika uokofu wako. Bwana asifiwe sana. Mimi nasema hivyo nikiwa na ujasiri zaidi. Kwa sababu that's why tumeokoka ili tushinde dunia. Yesu akawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana mlango wa 16, mstari wa 33 pale ukisoma. Msife moyo kwa sababu ya dhiki mtapata hapa. Kwa sababu hata mimi nilishinda ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Yesu akasema namna hiyo. Kwa nini alisema hivyo? Na yeye alikuwa na uungu ndani yake. Na sisi hatuna, isipokuwa wokovu tuko naye. Sisi hatuna mamlaka hiyo ya Mungu, lakini Mungu iko na mamlaka yake. Yesu alikuwa na mamlaka ya baba yake. Lakini sisi mpaka tupate nguvu kwake. Yesu tuko na mamlaka hiyo ya wokovu, lakini hatuwezi liganishwa naye namna vile alikuwa wakati ule. Yohana alisema msife moyo kwa sababu ya dhiki mtakuwa nazo. Manake dunia itakuwa na dhiki. Kwa sababu hata mimi nilikuwa nazo dhiki na nikashinda ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Sisi tutashindaje ulimwengu? Sisi tumeokoka hapa. Tutashinda ulimwengu kupitia mbegu iliyopandwa katika mioyo yetu. Na yule alihubiri kwetu. Yule alihubiri kwako, yule alihubiri kwa pastor, yule alihubiri kwa mzee John Chege, yule alihubiri kwangu, alipanda mbegu. Bwana asifiwe sana. Ninakumbuka mimi nikiokoka, nilipita pale Huruma. Mimi nasemanga ile kitu naja chifunia Nairobi ni wokovu. Wacha hata vitu vingine nimepata. Lakini wokovu nimejifunia. Maana sikuokoka nikiwa nyumbani. Niliokoka nikiwa hapa. Na niliokoka kwa msisimuko zaidi. Nilisikia wakati Leonard Bonnke alikuwa anahubiri hapa. Katika kiwanja ile ya Redeemed Church, mahali ile church ya Huruma iko. Hapo kulikuwa na kiwanja kubwa, hakukuwa na kitu. Lakini alikuja kuweka crusade pale. Mimi nikitoka kazini, nilikuwa nafanya kazi Kenya Air Force pale. Nikatoka, tulikuwa tunatembea mguu. Kaambia wazee wengine, nasikia kuna mahubiri pale. Tufuke ng'ambo ile tuone mhubiri anasema nini. Wasema mzee iko usiku sasa hatuwezi kwenda kwa mahubiri, alafu tuende nyumbani. Nikasema hapana, kama nyinyi hamuendi, wacha mimi niende kule. Why nilisema namna hiyo? Nikiwa shuleni
Mimi somo langu la kwanza ile nilikuwa nafanya mzuri sana ni Kiingereza. Na nilisikia huyo mchungaji akiongea Kiingereza mzuri sana, nikaingia ndani ya moyo wangu. Nikafuka barabara mimi wale nikawaacha wakaenda. So mimi nikaenda nikasikiza akaita auto call. Mimi sikutokea wakati ule. Lakini nasikia msisimuko kabisa unaingia ndani ya moyo wangu. Kwa maanisha nilikuwa tayari kupokea ile mbegu. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa tayari kufanya nini? Kupokea ile mbegu. Wakati mkutano iliisha na kuna wale waliokoka, mimi nikatoka nikiwa na ule msisimuko nimepokea sasa. Lakini sikujua kama nikopokea nimepokea. Lakini msisimuko huo nilikuwa naye. Nikaingia Kenya bus, nikakuja mpaka hapa Dadora. That was 91. Na kuna ndugu tulikuwa naye, alikuwa ananihubiria niokoke. Nilikuwa namwambia hapana, usinichoshe moyo wangu. Mimi niko kanisani. Hakuna kitu sijui juu ya mambo ya kanisa. Sasa ile kitu ananiambia mimi sielewi. Lakini nilikuja wakati huo kwa sababu alikuwa anakuja kwangu kutembea. Nilikuwa natumaini atakuja saa ngapi ili nimueleze ile maneno ananiambianga nimeyasikia huruma kule na mimi nataka saa hiyo. Bahati mzuri akakuja hiyo jioni kama saa 1 hivi. Kabla sijapea kiti nikamwambia hivyo. Akasema unatakaje? Niombe, mimi nataka hiyo. Manake ile mbegu ilipandwa ndani ya moyo wangu. Na moyo wangu ulikuwa tayari kufanya nini? Kupokea. Nikapokea. Nikaokoka siku hiyo. Bwana asifiwe sana. Sasa si mnaona tofauti? Mbegu ya kupandwa kama vile tulikuwa tunahubiri kule, mbegu ya kupandwa mtu haiko tayari na mbegu ya kupandwa mtu akiwa tayari. Hapa tunaongea juu ya mbegu kuanguka kwenye upande wa barabara. Alafu ndege wakakuja wakafanya nini? Wakakula. Ona sasa kama ile mbegu nilipanda pale, alafu yule hakunikubalia, anasema kama mzee huna kazi ya kufanya, wewe enda au niambie nikupatie sturu kae hapa tuzungumze stori zetu na wewe. Hakukuwa na kitu ya fanya nini? Ya kupokea ile mbegu katika moyo wake. Unaona sasa? Sasa hiyo alisikia ikafanya nini? Ikamtoka, ikaingilia hapa, ikatokea hapa. Sababu hakukuwa na nafasi. Maandiko yanatuambia Yesu Kristo alizaliwa katika hori la ng'ombe. Kwa sababu gani? Andiko linasema hivi, kwa sababu hakukuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Naye yeye hakuwa na nafasi ya kupokea ile mbegu yangu nilikuwa na kwenda kupanda pale. So kwa vile hakuokoka. Kumaanisha hiyo ni mbegu nilikuwa napanda pale kama mpanzi. Lakini ndege muofu alikuja, ndege akakuja akakula. Kwa ndugu, tuko hapa sisi, itusaidie namna gani sisi tumeokoka hapa. Tusiwe watu wa kuja kusikia neno alafu linakaa kama ni tulikuwa tukuje tu tutimize sheria ya Jumapili. Bwana asifiwe sana. Tukuje tu. Wanaitwa nini kwa Kiingereza? Pastor, anaitwa church goers. Tunakuja tusikize tu tutimize sheria ya Jumapili. Ili pastor aone mzee alikuwa kanisani hivi wa siku hiyo. Unaona? Pastor lakini tusikuje kanisani ndio pastor aone. Hapana. Tukuje kanisani kwa sababu wewe unajua ni kitu gani wewe unakuja kufanya. Kuna mbegu inakuja kupandwa kwako wewe. Utayarishe moyo wako ili mbegu hiyo ipate nafasi ya kufanya nini? Ya kukaa. Ndege asikuje apae pale alafu achukue hiyo na aende naye. Wewe hutapata. Akienda naye hutapata. Pengine hujui kama hutapata mtu mwingine wa kupanda mbegu kwako. Takaa kama vile mzungu anasema dakika ikipotea huwezi pata tena. Sio Rusia. Wewe unajua kwa masomo wewe uko timamu kabisa. Kwa nini? Dakika ikipotea huwezi kuipata tena. Imeenda. Tulikuwa tunafanya kazi kule, tunagonga mashine tunauzia watu. Na ukigonga ile, uonge makosa bila notice, bila ukosa kujua, hiyo imetoka na imekwenda. Ikishaenda, imeenda na huyu amekwenda na wewe utalipishwa wewe. Lakini ukigundua pale, tumwambia hapana, leta nimegonga makosa. Wacha turudie. Mnarudia mnagonga na mnaingisha kwa stoko mzuri. Mnanisikia leo mzuri? Kwa hivyo ni ya maana sana kutayarisha moyo wako wewe wakati unakuja
ili kuwe na mahali ya ile mbegu kusimama. Bwana asifiwe sana, atusaidie. Haya, hiyo ni mbegu ambaye ilianguka katika upande wa njia, ndege akakuja akakula, manake hakuna mahali ingesimama. Tukuje kwa mbegu imeanguka katika nini? Katika jangwa au katika mianga. Swahili sanifu ni hiyo, mianga. Imeanguka pale, kuna kitu ya kushikilia? Iko mahali imeanguka, mahali haijakosa mahali ya kuanguka, lakini hakuna kitu ya kushikilia. Manake kuna mianga, hakuna mchanga. Si ni mawe inakuanga pale kwa mianga, si ndio? Kama kuna mchanga ni kadogo tu, na ile kamchanga kadogo hawezi kufanya hiyo mbegu inaweza kufanya kama imechakaa ibadilishe rangi yake, lakini haitamea. Hata ikijaribu kumea kidogo, jua ikichomoka kidogo, inafanya nini? Unajua mimi ninakuja namna hiyo kwa sababu Kristo mwenyewe alifanya ufafanuzi wa msemo huo wa wanafunzi wake. Yetu sasa ni kufanya nini? Kuingia kina kidogo, kujua usaidizi yake mbegu hiyo kwetu ni nini. Manake mbegu hiyo nimesema kwanza ni ya kusaidia mioyo yetu. Sisi tumeokoka. Inaweza saidia hata wale hawajaokoka. Lakini kwa vile sasa tuzungumzie wale hawajaokoka, tunazungumzia sisi tumeokoka, tujali hali yetu sisi hapa. Manake yetu ndio ya muhimu zaidi. Ingawaje hili ni muhimu sana, lakini yetu namna gani? Manake andiko nasema hivi katika kitabu cha Luka 9 na mstari wa 62. Nasema hivi, mtu yeyote amewahi kushika jembe kulima alafu anarudi nyuma, hafai katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sijui kama nani atasomea hiyo tusikie. Luka chapter 9 and verse 62. Chapter 9 and verse 62. Soma tu tusikie kama ni. Okay, thank you. Kwa Kizungu ama kwa Kiswahili? Okay, in English. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Yesu akamwambia. Sawa, imeona sasa. Mtu yeyote akishika jembe kulima, alafu anarudi nyuma, hafai katika utumishi wake Mungu. Naona? Kwa hivyo, yonasema hivi, sisi tumeshika jembe kulima. Manake tumeingia katika wokovu. Kwa Kiingereza tunaita mahali sisi tuko sasa, tumetoka pale pa kuhesabiwa haki. Sasa tuko kwa utakaso. Utakaso ndio iko kasi mingi. Sisi kama sisi tunajua hivyo. Utakaso, wacha ile ya siku za uzoni. Manake hatujafikia, hatujui itakuwa namna gani. Lakini sasa hii tumeona utakaso. Mzungu anasema sanctification. Sanctification ndio Yesu arudi, hatujui atarudi wakati gani. Lakini kwetu sisi wadugu na wadada niyo ya muhimu zaidi, tujue maisha yetu baada ya wokovu tumekaa namna gani. Tunafaa kukaa sawa mbele ya macho yake Mungu. Tutakaaje sawa mbele ya macho yake Mungu? Tutakaa kwa kutii hii mbegu. Bwana asifiwe sana. Kwa kutii hii mbegu. Nasema mbegu ni neno la Mungu, na mbegu tumeona faida yake kwa wewe umeokoka na mimi, na kuna hasara yake kwa wale yule hajaamini. Manake akikosa kuamini, then ufalme wa Mungu sio wake. Ameukataa. Manake hajaamini. Kwa hivyo ni ya muhimu sana kabisa. Nasema hivyo kama mbegu hiyo imekuja kuanguka kwako wewe, unasikia mbegu ni neno la Mungu, ninaenda nikirudia hivyo, umelisikia, lakini kwa moyo wako haujaweka sawa. Ile imeanguka kwa jangwa. Umesikia, pengine imeingia kidogo, kwa sababu wewe ulikuja tu ukasikia masikio yako, lakini huwezi kutoa ushuhuda. Ona, ushuhuda kwamba neno Pastor Michael alisoma neno mahali fulani na alitueleza hii na hii kuhusu ile neno alisoma.
Unasema tulibarikiwa sana tukikutana. Wewe mzee, tumebarikiwa sana leo. Sana mhubiri alikuwa amewaka zaidi. Amewaka karibu apae juu kama ndege. Najua wakati mwingine naonanga Pastor Michael hapa ni kama Paulo. Namuitanga Paulo wakati Apollo wakati mwingine. Maana Apollo katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7 na mstari wa 54 pale utakuta kwamba Apollo alikuwa na hubiri, roho wa Mungu ulikuwa na muwaka sana. Naonanga Pastor Michael namna hiyo wakati mwingine hapa. Roho wa Mungu ulikuwa na muwaka kabisa. Anahubiri kabisa kiroho, kabisa. Lakini alijua ubatizo wa Yohana peke yake. Maandiko yanasema hivyo. Hakujua ubatizo wa Roho Mtakatifu. Paka Priscilla na Aquila wakamchukua kwao nyumbani, wakamuenda wakamwambia mahabari ya Yesu kwa usahihi zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inafaa unasikia neno ukiwa na msisimuko wa kujua neno hilo linasema nini na uliweke, nisitoweke kwenda kwa kwingine. Sasa tunasema mbegu hiyo inapoanguka pale ni kama vile inaweza usikie wewe, ukae kama ni umepokea, umetoka nje. Baada ya kutoka nje, huwezi kusema tulisoma mahali fulani. Unajua wakati kabla hatujaokoka, maandiko yanakuwa nasoma, Biblia tu inasomwa tu, lakini tunaambiwa tutasoma Injili ya Mtakatifu Yohana. Na tuambiwe ni chapter gani? Au ni verse gani? Hapana. Sasa ukiulizwa tulisoma Injili ya Mtakatifu Yohana. Wapi? Hawakusema. Mimi nimekaa kwa kanisa hivyo na mimi najua hivyo. Na nilitumika kanisa kikamilifu, si wafichi. Nilitumika kabisa. Ndio nilikuwa nakibisana napigana na wokovu sana. Maana hakuna kitu sikujua. As far as church is concerned. Nilijua kabisa. Lakini sasa sikujua neno la Mungu linasema nini. Maana nilikuwa nasema padri alisoma Injili ya Mtakatifu Yohana. Alisoma Injili namna vile imeandikwa na Mtakatifu Luka. Hivyo. Hakuna chapter, hakuna verse. Lakini hapa nasikia pastor anasema tusome kitabu kimeandikwa na Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12. Sasa hiyo nitaweza kusema pale. Lakini habari gani wewe alisema hivyo na wewe huwezi kusema pale? Huwezi kuwa faida kwa mwingine kulingana vile ulisikia. Bwana asifiwe sana. Unafaa kuwa faida kwa sababu kuna nini? Sasa hiyo mbegu haikumea kwako. Iliharibika. Ndio hiyo ilianguka kwa mianga. Na haikupata mahali ya kujishikilia hata kidogo. Tunaelewa ndugu na wadada? Na mahali sijaongea mzuri mnaniambia barabara mzee hiyo sio hiyo. Wacha hiyo sio umeongea uongo. Hapa ni Bible study tuko. Si ndio? Tuko Bible study. Kwa sababu sisi tunaelimishana. Sio kwa sababu nimesimama hapa na nimejua kuliko John Chege au nimejua kuliko rafiki yangu mzee Peter Kinyanjui. Hapana. Ni neema yake Bwana nimesimama hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo inatupasa tuwe namna hiyo. Mungu atusaidie. Ninazungumzia sisi tumeokoka. Tusiwe watu wa kuja kanisani. Unajua ona nimezungumza mambo mawili. Mbegu kutopata nafasi ya kupaa. Mbegu imepata nafasi ya kupaa lakini haiwezi jishikilia. Ona. Haiwezi fanya nini? Shikilia, kumaanisha wewe huwezi toa ushuhuda. Ulisikia nini? Huwezi kusaidia mwingine pale. Because mtu anaweza kosa kuwa hajakuja kanisani. Lakini mimi nishike ile na niende nimwambie kanisani leo mzee Kinyanjui Peter ndiye alihubiri. Na alihubiri juu ya nini? Ya maendeleo ya watoto. Niseme hivyo maana hiyo ndio kipawa wako naye. Huyu mzee rafiki yangu. Una kipawa ya watoto, sio kipawa kingine. Hiyo tu ya watoto. Kuendelea kwa watoto ndio wako naye huyu mzee. So niseme hiyo. Si alihubiri na akasema kitu. Mimi niseme alihubiri akasoma kitabu fulani na mstari fulani na akatoleza hii na hii kuhusu watoto. Kwa mfano, walimu wa Sunday school na mzazi wa mtoto lazima wawe kitu kimoja. Hiyo ni child ministry. Lazima. Wasipokuwa kitu kimoja, yule mtoto atapotea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni ya maana sana. Unaona nitashika hiyo na niende nieleze mwingine. Si atasaidika nikimweleza hivi. Manake ninampelekea ile mahubiri nilifanya nini?
nilipata pale, nimemsaidia. Alafu kwa sababu wakati unasonga na mimi naweza zungumza, tunakuja kwa mbegu ambaye imeanguka tunakuja sasa kwa mkulima. Sasa mkulima hupanda, na kipanda, baada ya kupanda kumea, anafanyanga nini? Nani amewahi kulima hapa? Usihesabu mimi au mzee Kenyanjui, hapana. Mimi sisi tumewahi kulima. Nani amewahi kulima? Baada ya kupanda mkulima anafanyanga nini? Mkulima anapalilia, si ndio? Maana kuna ile vitu inameanga kule, tunalisema magugu, unaita magugu, si ndio? Inamea kule, lazima atoele chakula yake ile ndio ikue mzuri. Habari gani kama hatoi? Itamea ile ndefu, ile fupi, itaficha hiyo chakula umepanda. Ona? Sasa ile misisi yake haitapata nafasi ya kwenda kwa kina, itakaa juu na kule matawi yake itafanya nini? Itakuwa iko na vita, kwa sababu kuna vitu inashika kule isikue. Ona? Sasa tutafanyaje? Wa wokovu wetu na tuko naye na mbegu imepandwa. Hapa ndio iko kazi ngumu. Hapa ndio iko kazi ngumu kwa sisi tumeokoka. Maana tuko na hii macho ya mwili. Yanaonanga hii yanataka. Yanaona ile yanataka. Yanaona ile yanatamani. Sio yake lakini anatamani. Ona, hata wakati mwingine hajapewa lakini anaenda anachukua. Macho sio ya ndani. Hii ya kimwili Mungu alitupatia tuweze kutumia kwa kuona. Lakini lazima tuwe na kitu tunaita nidhamu, roho wa Mungu. Na hiyo yote ninazungumza. Hiyo yote ninazungumza kabisa, wadugu na wadada, mpaka hii Mungu atusaidie tupate kuwa na kitu tunaita roho bora. Roho bora ndio tusaidike. Kwa hiyo mimi nazungumza juu yake, because bila hiyo roho bora hii haitawezekana kwetu. Roho bora kama na Danieli, roho bora kama mtu anaitwa Abednego, Shadrach na Meshach. Roho bora tuwe na hiyo ndani ya mioyo yetu ili tuweze kufaulu katika hali hii, ili mbegu hii iwe ni ya manufaa kwetu. Yesu Kristo akahubiri namna hiyo mbegu. Tukasema mbegu ni neno. Tusahau hiyo. Mbegu ni neno la Mungu. Sasa sisi tumeokoka. Yesu anasema hivi katika hiyo kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 16. Tuweze kutenda matendo mema ili kupitia matendo hayo mema tunatenda, jina lake Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lifanye nini? Litukuzwe kupitia matendo yetu mema. Litukuzwe na wale hawajaokoka. Sasa tukiwaambia uokovu ni mwema, wakiangalia vitendo yetu wanaona kweli kama uokovu ni huu. Hapana, hawa watu wanaongea mzuri. Kama uokovu ndio huu, matendo yao ni mema. Habari gani kama tunaongea lakini vitendo yetu iko kinyume? Watatufuata? Hawezi kufuata. Jina la Yesu hawezi kutukuzwa, linaweza tu kudharauliwa. Wanasema kama uokovu wa Yesu ndio hii, afadhali ikae. Hatutaki hata kusikia juu yake. Bwana asifiwe sana. Ndio nini nasema hali hii ya mbegu kuanguka katika miimba ndio ngumu sana kwa watu wameokoka. Manake mpaka roho mbora asaidia mioyo yetu ili tuweze kupita mtihani. Katika mbegu imeshaanguka katika nini? Katika miimba. Manake hiyo mahindi sasa nikipanda, naona nipanda, mimi ni mkulima napandanga mahindi. Lakini kama sipalilii, hiyo mahindi haitaleta kitu. Kama sipalilii, kusema kweli, haiwezi leta kitu. Inaweza saa kidogo, lakini haiwezi kulinganishwa na yule alipalilia. Yule alipalilia yake itakuwa kubwa, lakini yangu pengine inaweza saa izai kidogo sana. Lakini yeye na mimi tulifanya kitu kimoja, tulipanda na tukaweka mbolea. Lakini mimi sikupalilia, yeye alipalilia. Bwana asifiwe sana. Lakini hali hii lazima turuhusu. Tutambue wokovu ni nini katika mioyo yetu na turuhusu Roho Mtakatifu atuongoze ili tuweze kufanya nini? Kushindana mambo haya yanatukuba ya dunia. Mambo ya dunia ni mengi. Tushinde ulimwengu huu. Hatuwezi kushinda ulimwengu huu bila kukubalia Roho Mtakatifu aongoze mioyo yetu. Itakuwa ni ngumu sana kwetu.
Nasema hii ndio ngumu kwetu sisi tumeokoka. Lakini tukifaulu kwa hii, kusema kweli, hata ile ingine inabaki itakuwa sawa. Itakuwa shwari. Wadugu. Itakuwa shwari. Hata hiyo imebaki itakuwa shwari kwetu. Mbegu, neno la Mungu ambaye liko na usaidizi sana kwetu sisi tumeokoka kabisa. Ndio tuweze kusaidia wale hawajaokoka waweze kufuata namna vile maisha yetu iko, ili wasaidike pia waone kwamba, kwa sababu mwimbaji akasema hivi ati Mungu atahurumia watu kwa neema yake. Yes, atahurumia kwa neema yake. Lakini Mungu huyo, neno linasema mpaka uokoke wewe. Anapenda wewe uokoke ndio aweze kukusaidia. Anapenda wewe uokoke. Ndio alitoa mwana wake wa pekee ili kila mmoja akimwamini afanye nini? Asipotee, lakini apate uzima wa milele. Kama sio hivyo hangemtoa. Lakini alitaka kuleta uhusiano wake na binadamu pamoja, ili katika imani asipotee, lakini apate uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni ya maana sana hiyo. Tutabue hivyo. Tuone kwamba nataka tushike hili. Hapa ndio maisha ya wokovu iko ngumu. Na lazima turuhusu Roho wake Bwana aongoze mioyo yetu na mahusia yetu, ili tuweze kufanya nini? Kumshinda muovu. Manake muovu naye lazima kuje. Ukiangalia kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 9 na wa 10 pale, utapata kwamba muovu anakuja kufanya nini? Kuharibu, kuua na kunyakua kwa nguvu. Atakuja na anyakue hiyo wokovu wako. Upende usipende. Unless usimame imara. Lazima usimame kabisa. Unajua mti juu kama muwai kukata mti. Sio kukata ile unachukua tu panga na kukata mara moja. Hapana. Mimi nilisoma kwa kuchoma makaa. Na nilikuwa naona tukichoma makaa, manake hakukuwa na pesa wakati ule na sio wengi walikuwa na miti. Mtu mmoja, mzee mmoja alikuwa apatia mwingine achome miti kiwango fulani, alafu akishachoma auze hiyo makaa, alafu wanagawanya hiyo pesa. Tulisoma namna hiyo kwa ndugu. Wale kuna wengi hawako wamezaliwa wakati ule, lakini tulisoma namna hiyo. Nakata miti, nachoma hiyo makaa, ile pesa nitapata pale, manake miti ni yako pastor. Mimi tu nikichoma nimechoma, tunagawanya katikati. Wakati mimi nilipata makaa tukiuza shilingi 3 na sumuni. Bwana asifiwe. Shilingi 3 kwa gunia. Leo ni pesa ngapi? Shilingi 3 na sumuni. Mzee rafiki yangu Peter. Shilingi 3 na sumuni. Nilipata hivyo. Gunia moja. 3 na sumuni. Na wakati wa shule mimi nalipa shilingi 20 per term kwa chief. Ananipatia receipt chief. Shilingi 20. Itauzwa gunia ngapi? Ndio ipatikane ile shilingi 20. Unaona? Sasa lazima tungechunga sana ili kusipatikane nafasi ya mti itapotea. Nataka muone hapa. Sasa tukiwa tunachimba na panga au jembe mpaka tunafikia ile misisi inaenda hivi na inaenda hivi na nyingine inaenda hivi. Alafu kuna ile taproot. Nataka uzungumzie hiyo. Kuna ile nini? Taproot. Hata kama ungekata hii nyingine yote, lakini taproot hujaguza, hiyo mti haiwezi anguka hata ufanye namna gani. Bwana asifiwe. Hiyo mti haiwezi anguka. Imeshikilia ile mti kabisa kikamilifu. Lakini ukikata ile taproot, kungoa nyingine ni rahisi sana. Lakini wewe ngoa ile, kata yote. Kata yote tu, ile mti unasimama. Tunafaa kusimama hivyo katika wokovu. Bwana asifiwe sana. Tusimame hivyo kwa wokovu wetu, ili muovu akikuja kwa namna yote anakuta tumesimama imara. Hawezi kuficha, hawezi kupita sisi. Hapana. Amepata tumesimama. Hata kijaribu kufanya namna hii atakiwa na nguvu namna gani kama Goliathi hakuna kitu anaweza fanya sisi. Bwana asifiwe sana. Tunafaa kusimama namna hiyo ili tusidanganywe. Tusichukuliwe juu. Tusipotezwe na mambo ya dunia hii. Mwimbaji akaimba hivi. Akasema, akauliza swali. Watu wa mbeleni, wale walikuwa mbeleni katika safari, walikaaje? Na kulikuwa na raha nyingi, kulikuwa na tamaa nyingi, kulikuwa na mambo nyingi ya kufunga na kufunga watu macho.
Akajibiwa katika hiyo wimbo tu akaelezwa hivi, walifuata Roho Mtakatifu wakiwa na utiifu mwingi mpaka wakashinda mambo ya dunia. Walikuwa na utiifu mwingi gani? Ona namna vile tunazungumza, mpaka Roho Mtakatifu wasaidie mioyo yetu, alafu sisi tuwe na utiifu mwingi wa mbegu hii. Tunaita mbegu hii, tunasema ni neno la Mungu. Tuwe na utiifu mwingi wa hii mbegu. Bwana asifiwe sana. Manake Yesu akamwambia, akasema ile katika Samueli wa kwanza 15:23 inasemaje? Wasomaji wa Biblia wale tunasoma Samueli wa kwanza 15:23 inasemaje? Bana, we usisome, wewe sema. Manake ninyi ni wasomaji wa Biblia. Wewe sema John, inasemaje? Ni bora kutii kuliko kutoa dhabihu, si ndio? Hata ufanye namna gani na wewe hutii ni bure. Hapo kutuambia Yesu ni Bwana. Hata uhubiri hapa utoe koti. Ona. Pastor hubiri hapa atoe koti. Kwa sababu ya maji imejaa kwa mwili yake yote, kwa sababu ya kuhubiri. Na yeye baada ya hiyo hakuna utiifu kwa moyo yake ya neno la Bwana. Hiyo yote ni bure. Bwana asifiwe. Hiyo yote ni bure. Kwa sababu ndio nasema mpaka Roho Mtakatifu atusaidie katika mioyo yetu ili tuweze kutii hii mbegu. Tutii mbegu. Tunapotii mbegu tutapata ufalme wake. Mungu akamwambia Yoshua katika kitabu cha Yoshua pale mlango wa kwanza mstari wa 8, ati wewe neno hili limeandikwa katika kitabu hiki lisitoke kinywani mwako. Ulitafakari usiku na mchana, na usiende kuume au kushoto kwake. Ukifanya hivyo utadhibitika na ustawi sana. Bwana asifiwe sana. Mpaka tutii neno hili ambaye ni mbegu. Lakini sio sisi mwili huu, mioyo yetu inapoongozwa na roho bora. Roho bora utuongoze. Namna vile roho bora ulikuwa na Danieli, akasema nyinyi hata mkinistaki namna gani, mimi siwezi kuacha Mungu yangu. Lazima niende kwa Mungu yangu mara 3 kwa siku, hata mfanye namna gani. Na alienda namna hiyo. Lakini habari gani? Mfalme alisema nini? Baada ya hiyo yote, majaribu yoyote Danieli alijaribiwa. Akasema hivi, Danieli wewe kama Mungu yako amekuponya kutokana na ile mambo ya simba, hakuna Mungu mwingine anafaa kuabudiwa katika Babiloni isipokuwa Mungu wa Danieli peke yake. Na yule mtu atajaribu kuongea vibaya juu ya Mungu wa Danieli, nyumba yake iharibiwe na watu yake wote. Namna vile watu yote hao walistaki Danieli waliletwa kwa ile shimo. Maandiko yanatuambia hawakufika pale chini. Walipata shimba zimefanya namna hii, ile makucha yake. Wakarauliwa wote. Lakini Danieli, utakatifu wake, neno atuambia utakatifu wake ulifunika midomo ya simba na ile makucha yake. Uaminifu wa Danieli, manake aliamini Mungu wake. Ndio andiko nasema hivi. Mungu wetu atusaidie. Sasa ndio ninasema hali hiyo ndio ngumu sana kwa sisi tumefikia kiwango ya utakaso. Mungu atusaidie sana. Turuhusu mioyo yetu tuyafungue. Sio kuja tu kanisani tu hapa tumekuja. Hata mimi nionange John tulikuwa naye. Nionange huyu, nakumbuka wakati nilikuwa nafanya ushering. Wakati huo mimi nimefanya ushering hapa kwa miaka 11. Kanisa ile tu hii. Lakini mimi ningekuambia mama gani alikuja kanisani na ni gani hakuja. Mzee gani alikuja kanisani na nani hakuja. Vijana ndio singetambua sana, manake ni wengi wakati ule. Na sababu nistabue wao namna vile wako majina yao, nilikuwa tu wengine nasahau. Lakini kwa wazee na wamama nilijua kila mmoja. Hata ningeulizwa wakati ule, manake nilikaa kwa ile mlango. Ningejua mzee Peter hakuja, John hakuja, Nisokero hakuja, Mama Jerry hakuja, manake ninamuonanga. Hayo yote nilijua wakati ule. Kwa hivyo Mungu natusaidie. Lakini turuhusu Roho wa Mungu aingie katika mioyo yetu ili anaweza kutusaidia katika hali hii ya utakaso. Bwana asifiwe sana. Atusaidie sana.
tusimame imani. Sasa wewe kama unasimama namna hiyo, wewe mwenyewe ukisimama namna hiyo, mahali tumefikia, utakuwa moyo wako uko na kitu tunaita janga yule mzuri. Neno likiingia pale linapata mahali pa kukaa. Maanake yoyote ingine yote imechunga. Na umeruhusu roho wa Mungu kuingia katika moyo wako. Neno likikuja litapata mahali ya kufanya nini? Ya kupaa. Na ile misisi kitoka, ingine itaenda hivi, ingine iende hivi, lakini kuna ile taproot. Na hiyo inaingia ndani kabisa. Kuna mti kwetu nyumbani tunaita mti wa kukunywa maji. Manake kwa shamba kule, ukipanda kwa shamba mzee Peter Kinyanjui kule nyumbani, hata mimi ingine ilikuwa kwa shamba yangu nikakata. Manake nilipokuja kujua inakunywa maji mingi hapa, nikakata. Manake haiwezi ruhusu chakula kukua, inakunywa maji yote kabisa. Sasa hiyo inapelekanga mizizi mbali sana, lakini inakuwa na taproot yake iko mbali sana chini. Kitambo ukate yote imalize, hata ingine hatufiki kule chini. Maana unapokata hii ya upande na upande, unachimba kidogo, mahali inaenda kuwa nyembamba, unakatia pale. Hiyo pande nyingine unaacha huko chini. Maana ikiwa peke yake haiwezi kufanya nini? Haiwezi kunywa maji. Maana ile inakunywa maji mbili, inaendanga hivi. Na hivi. Kwa hivyo huyo mti, hiyo msisi mkubwa isitingizwe kwetu katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Isitingizwe, maana ndio kinga letu. Na kumaanisha hiyo ndio mchanga ule, neno lake Mungu ambaye tunasema ni mbegu, inaweza kuja, iweze kukaa pale, iweze kuona hiyo misisi kuna mchanga. Ikiingia namna hii, kuna mchanga inajificha ndani yake. Tukisoma wale tulisoma kule, sijui kama Rusia anaweza kubuka biology au science, tunasema ile misisi inaenda hivyo ndio inatafuta chakula, si ndio? Rusia ile misisi inaenda hivyo ndio inatafuta chakula, sio ile inaleta chakula, inaletea taproot chakula, si ndio? Hata ukiweka mbolea, mimi niko na chai kule, na tukiweka line hii ni ya chai na hii ingine ni ya chai, tunaweka mbolea katikati, kwa sababu hapa ndio misisi kutoka pande hii na kutoka pande hii inakutana. Sasa hii misisi na hii ingine inapeleka kule, lakini ukiweka juu ya chai pale itapotea hiyo mbolea, kwa sababu haitafika kwa misisi kule. Unaona? Sasa hiyo mbegu kama itafika hapa chini, mahali chai na kujaga nini branches na ingine hivi haitaingia kule. Sasa hiyo itakuwa ni waste. Unaona sasa? Kwa hivyo, na hivyo ndio Yesu Kristo alikuwa anafundisha kwa yangalia mifano hiyo yote, anaeleza watu. Sijui saa ngapi sasa Rusia, wewe ndio kuna saa? Wewe nimesonga basi. Pole kwa masaa. Sasa wacha mimi nitafikisha hapo, kwa sababu naamini, kwa sababu masaa yamesonga, kuna mambo mingi tungezungumza, lakini nifikie kwamba tuwe watu, kuna faida kubwa. Tunasema kuna faida kubwa ukisoma neno la Mungu. Nikumbushe nyinyi watu hivyo, kuna kitu tunaita nini? Tutajua tukisoma neno lake Mungu ambaye ndio tunasema ni mbegu, tutakuwa uelevu na tutakuwa na usalama na tunakuwa na nini, na tutakuwa na tunaita nini kwa Kiswahili? Faithfulness. Tunasema ni nini? Tunasema ni utaua. Yes, tutakuwa wataua tukisoma neno la Mungu. Paulo akamwambia Timothy, ni heri kutosheka na kuwa mtaua, kwa sababu hatukuja na kitu dunia hii na hatuwezi toka na kitu, lakini tukipata nguo na chakula ya kuvaa tutaweza kutosheka na vitu hivyo. Utaua, tutakuwa wataua kama tunazoea kulisoma neno la Mungu ambaye ndio mbegu. Tukumbuke ni mbegu. Tukisoma neno hili tujue ni mbegu ambaye hupandwa ndani ya mioyo yetu, na mbegu hiyo ndio itakuwa chakula kwetu ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Lakini zaidi sana, mpaka turuhusu roho bora aingie katika mioyo yetu, atusaidie kwenda safari. Unaona sasa? Wacha niimbe somo moja tu, wimbo moja tu, kifungo kimoja tu, lakini nitaimba kwa lugha ya Kikuyu tu. Alafu wewe kama hutaelewa, Mungu atakusaidia, roho wake Mungu atakusaidia. Inaenda namna hii.
Arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ mbara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa, na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na ikeno na mĩago ya gũkũ thĩ, marũmagĩrĩra hingo ciothe Roho Mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ, kinya magĩtoria mbara cia thĩ. Walifuata Roho Mtakatifu wakiwa na utiifu mwingi wa mbegu hii, neno la Bwana, mpaka wakafanya nini? Wakashinda vita ya dunia. Bwana asifiwe sana. Faida yetu tumeokoka ni ushindi wa vita ya dunia. Bwana asifiwe. Bwana wabariki sisi wote, na asante kwa kuketi na kwa kunisikiza namna vile. Bwana wabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Limekuwa neno nzuri sana. Kivyangu nimebarikiwa. Kwa hivyo naomba tu tuweze kusimama, tuimbe pambio moja, just a worship, kisha tuweze kuomba na itakuwa ya baraka sana. So ningewasihi tuweze kusimama kwa miguu zetu napoenda to have just a worship, so that the Lord is going to continue ministering unto us. Kwa hivyo hatuna vyombo. Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe kwa ajili yangu na yako, ipo siku tutashinda. Siuguomba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri hata kujibu kwa wazi. Ndugu, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri hata kujibu kwa wazi. Ndugu, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri hata kujibu kwa wazi. Mama, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri hata kujibu kwa wazi. Wazee tuombe, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri hata kujibu kwa wazi. Na tuombe, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri hata kujibu kwa wazi. Twende mbele zake Mungu, tukaeleze Mungu aweze. Let's just go before the Lord and thank the Lord for this moment, for his word. The word of the Lord has come at the right time, and it has come, it is a word of the season. This is a rhema word to us. Imetuwezesha kujua ya kwamba that the word of the Lord is the seed. Na hii mbegu inavyokuja katika maisha yetu yastahili tuweze kukua ule the right soil, ndiposa iweze kupata kuweza kuleta matunda. And Father, we thank you because of such a word. We thank you because your word has come right on time when we were expecting it. Father, we know one thing for sure, that Jehovah, you are going to use your word so
that it sharpens us. Because, Father, we did not actually select to choose and to follow you. Father, you chose us. And when you chose us, Father, then definitely, Lord, you are going to prepare a way for us. Father, we just submit unto you, Father. We depend unto you, oh Lord. We understand that, Jehovah, in our lives, we are